kwa namna tulivyoitazama hii mechi hapo kabla haijachezwa ni kwamba ni timu zenye uzani ambao unalingana kusema kweli. Unalingana kwa sababu Azam Simba Azam wamejikuta wanatengeneza dabi yao ambayo ni nzito. Kwa nini mechi haijazalisha magoli? Nafikiri ukubwa wenyewe wa mchezo ndio ulikuwa umetawaliwa na mbinu. Azam amecheza na Simba tayari mara mbili. Na michezo yote ya msimu huu Simba akashindwa kumfunga Azam. Mechi ya kwanza Simba alifungwa. Mechi hii kapata suluhu. Azam kashacheza na Yanga kwenye mechi ya kwanza kapata suluhu. Unapoziangalia hizi timu mbili ambazo zimekuwa zinatawala mpira wa Tanzania kwa maana Simba na Yanga, ukaja kuona zinakataliwa kupata matokeo kwa Azam, lazima uanze kufanya ile analytical analysis, uchambuzi wa ndani, kujua kitu gani kinafanya hii michezo iwe migumu kwa hizi timu mbili za Simba na Yanga kwa Azam. Na ukishaanza kufanya huo uchambuzi utagundua jambo la kwanza ni mbinu ya kucheza dabi. Na hii mbinu ya kucheza dabi unaweza kuiangusha moja kwa moja sifa kwa mwalimu wa Azam Florent Ibenge. Na hapa ndio unaona umuhimu wa kuwa na mwalimu wa daraja la Ibenge, mwalimu mkubwa wa Afrika ambaye anaweza kujua afanye nini kwenye mchezo gani na namna gani. Unaweza ukaanza kuizungumza kwa namna tofauti kwamba Azam kapata sare 8, kapata sare na timu ambazo ni mid table teams. Lakini moja kati ya kitu kinacho kuonyesha kwamba huyu ni mwalimu mkubwa sio tu kwenye kupata sare timu za kawaida. Unapokutana na timu ambazo quality yao inaweza kuzungumza ukubwa kwenye timu nyingine za kawaida, wewe pia unafanya nini? Sababu unaweza ukawakamia mechi moja, mechi nyingine utakuja kuadhibiwa tu vibaya mno. Lakini kama mechi mbili wamecheza na Simba, mechi moja kamfunga Simba, nyingine katoa suluhu. Na umeona hapa tangu unazungumza habari ya kugawana vipindi, maana yake kila mmoja alikuwa ni bora kwenye kipindi chake. Sasa ukiachilia mbali kwa mwalimu wa Azam kuonekana kuwa ni bora kwenye michezo mikubwa, lazima pia uanze kurudi kuiangalia mechi yenyewe. Na mechi yenyewe tunaweza tukaiangalia kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza ni tactically, kwa maana ya kimbinu. Mechi mchezo ulikaaje. Na eneo la pili ni eneo la technical. Sasa ukishaenda kwenye eneo la ufundi, linakuwa tena halimuhusu mwalimu, linaenda kuwahusu wachezaji ambao unaona unayakosa magoli kutoka kwenye miguu ya wachezaji na vichwa vya wachezaji. Ukiangalia tactical kimbinu, unaona nafasi zilitengenezwa. Kwa hiyo kazi za makocha zilifanyika, ndio maana nafasi zilitengenezwa. Lakini kazi ya kubadilisha nafasi kuwa magoli ilishindikana, kwa sababu sasa sio swala la mwalimu, ni swala la technical, swala la ubora wa wachezaji wenyewe, ufundi wa wachezaji wenyewe kupeleka mipira golini. Na ukishaenda kwenye hilo eneo utajiuliza nafasi zilikuwa hazitumiki katika ubora wa kiufundi. Ukienda kwenye swali hilo utapata majibu yanayokukatalia. Na ndio maana unaona man of the match alikuwa ni nani? Aishi Manula. Maana yake ni kwamba Aishi amefanya saves nyingi. Mwanzoni umeanza kusema hapa kuhusiana na ulipokuwa unasikiza mpira, mara nyingi kwenye kipindi cha kwanza ulisikia walikuwa wanamtaja goalkeeper wa Simba. Maana yake goalkeeper wa Simba pia kafanya saves nyingi. Kwa hiyo ni magoli yalikuwa yanaonekana kuwepo, lakini kuna watu wamefanya kazi zao kwa ubora zaidi, ndio maana hatukuona hayo magoli. Goli pengine Faisal tungeona amefunga goli, pengine tungemuona Nado kafunga goli, pengine tungemuona Lebase not nazungumza bado kwa Azam, Imid Mao angekuwa kafunga goli, Naso Saduna angefunga goli, Lusajo Mwaikenda kuna mpira mmoja ulienda kagonga, Amira katoa nje, kuna mwingine pia ulideflect kwenda kagonga mwamba. Haya yote pengine yangekuwa yanaelekea hapo, ingekuwa magoli. Lakini angalia Simba, Libase Geye angekuwa kafunga goli, Aishi Manula alipangusa mpira akacheza akadive kwenda nje. Unakumbuka mpira ambao alikuwa anakwenda kuscore kuweka tu mpira Shomari Kapombe, ilikuwa inatoka cross kutoka kwa Nio Maema, angeweza kufunga goli. Lakini Cletus Chota Chama aliufriki mpira kutafuta posti ya juu, Aishi Manula akaipangusa tena katoka. Kwa hiyo yale yalikuwa yanakwenda kuonekana magoli, kwamba haya magoli yanatakiwa kufungwa. Lakini kuna watu wamefanya kazi zao kwa ubora. Goalkeeper wa Simba na Azam watu wamefanya kazi zao kwa ubora. FM.